أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amirul Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, leo saria nitakayo izungumzia hiyo inaitwa saria Hatmunzar bin Amr au saria Bere Mauna. Tukio hili lenye uchungu pia likatokea mnamo mwaka wa 4 hijra. Kwa baadhi tukio hili likatokea kabla ya Rajii na kwa wengine likatokea baada ya Rajii. Tukio hili pia kama ilivyo saria Rajii ni mfano wa uvunjifu wa ahadi na zuluma mbaya ya maadui. Saria hiyo inaitwa saria Bere Mauna. Bere Mauna ilikuwa kisima kimoja katika maeneo ya Banu Sulaim juu ya njia iendayo Madina kutoka Makka, na mahala pale palikuwa pakijulikana kwa jina hilo hilo. Ndiyo sababu hiyo ikawa mashuhuri kwa jina la saria Bere Mauna. Amiri wa mapigano hayo alikuwa Hatmunzar bin Amr, hivyo hiyo inaitwa vile vile kama saria Hatmunzar bin Amr. Vivyo hivyo inajulikana kwa Sariyatul Qura. Wote wenye kuondoka katika saria Bere Mauna walikuwa sahaba vijana, na kwa sababu ya kuwa makari wa Qurani watu walikuwa wakiwakumbuka kwa lakabu ya makari. Kuhusu sababu ya kutokea kwa saria hiyo, Mirza Bashir Ahmad Sahib anaandika ya kwamba makabila ya Sulaim na Ghatfan, makabila haya yalikuwa yakiishi katikati ya Uarabuni kwenye muiniko wa Najd, na yalikuwa yakishughulikia na Quraish wa Makka zidi ya Waislamu, na polepole njama ya makabila haya yenye shari ilikuwa ikiongezeka, na muiniko mzima wa Najd ulikuwa ukijaa na sumu ya uadui wa Islam. Hivyo katika siku zile tunazozungumzia saa hizi, mtu mmoja Abu Bara Amri ambaye alikuwa kiongozi mmoja wa kabila la Uarabuni wakati Banu Amir akaja kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa upole na huruma sana akamhubiri. Yeye pia Kiswahili akamsikia kwa shauku na kwa kujituma, lakini hakusilimu, isipokuwa yeye akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kwamba, wewe utume pamoja nami maswahaba zako wachache kwenda Najd, ambao kwa kufika huko wafanye mahubiri ya Islam katika watu wa Najd, na mimi nina imani ya kwamba watu wa Najd hawatakukatalia mwaliko wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mimi sina imani na watu wa Najd. Abu Bara akasema, usiwe na wasiwasi, mimi nachukua dhamana ya ulinzi wao, watu utakao watuma. Kwa kuwa Abu Bara alikuwa kiongozi wa kabila moja mwenye kivutio sana, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya zamana yake akakubali jambo lake, na kundi moja la maswahaba akawatuma kwenda Najd. Hiyo ni riwaya ya historia. Katika Bukhari inapatikana ya kwamba makabila ya Reel na Zakwan na kadhalik, ambayo yalikuwa matawi ya kabila mashuhuri Banu Sulaim, watu wao wachache wakaja kwa Mtume na wakasilimu
kisha wakamwomba mtume ya kwamba katika kaumu yetu watu ambao ni maadui wa islam kwa ajili ya kutusaidia zidi yao watume watu wachache. Hapo haijaelezwa kwamba msaada huo ulikuwa ni wa namna gani, msaada wa kimahubiri au kijeshi. Kwa vyote vile hapo mtume akatuma kundi hilo. kwa bahati mbaya katika maelezo ya bere mauna hata katika riwaya za bukhari imetokea hali ya sintofahamu, na kwa sababu yake uhakika haukuweza kubainika vizuri, lakini jambo hili kwa yakini linaeleweka ya kwamba wakati ule watu wa makabila ya Reel na Zakwan pia walikuwa wamemjia mtume, nao walikuwa wamemwomba kwamba masahaba wachache watumwe pamoja nao. Utatuzi wa riwaya hizi mbili ambao unaweza kufanywa ndio huu ya kwamba pamoja na watu wa Reel na Zakwan atakuwa amekuja Abu Bara Amri pia kiongozi wa kabila Amir, na atakuwa ameongea na mtume sallam kwa niaba yao. Hivyo kwa mujibu wa riwaya za kihistoria, kusema kwa mtume sallam kwamba mimi sina imani na watu wa Najd, na kujibu kwake kwamba usiwe na wasiwasi, mimi nachukua dhamana yake ya kwamba masahaba zako hawatapata shida yoyote, inaashiria upande huu ya kwamba pamoja na Abu Bara watu wa Reel na Zakwan pia walikuwa wamekuja, ambao kwa sababu yao mtume alikuwa na wasiwasi. Mungu anajua vizuri. Kwa vyote vile mwezi wa Safar mwaka wa 4 hijra chini ya uamiri wa Munzir bin Amir Ansari, mtume alituma kundi moja la masahaba. Watu hawa kwa asilimia kubwa walikuwa kutoka Ansar. Katika idadi walikuwa 70 na takriban wote walikuwa makari na wasomi wa hifadhi wa Qurani tukufu. Kuhusu hiyo mwandishi moja anaandika kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam muda wote na kila saa alikuwa akitamani kwamba dini ya Allah ishinde dunia nzima, watu wote waje chini ya kivuli cha Islam na wamwabudu Mungu mmoja ili wafanikiwe katika dunia na kwenye akhira. Ndiyo maana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa umuhimu mkubwa kwa wajibu wa tabligh na kuwaita watu katika dini, na kwa ajili yake alikuwa hasiti katika kutumia mbinu zote na kujitolea kwa kila namna. Ndiyo sababu ya kwamba licha ya kuwepo kwa hatari itokayo kwa wakazi wabaya wa Najd, mtume akamtegemea Allah, na kwa sababu ya zamana ya Abu Bara akatuma kundi moja kubwa la masahaba zake kwenda kwao. Hatua hiyo kubwa mtume akaichukua ili kutimiza wajibu wa mahubiri na tabligh na kuendeleza mbele kazi tukufu ya kusambaza Islam. Kwa vyote vile amiri wa jeshi Munzir bin Amr akatoka na muonesha njia wa Banu Sulaim Mutlab Salmi. Walipofika Bere Mauna wakapiga kambi, na chini ya usimamizi wa Amr bin Umayya Zamri wakaacha vipando vyao ili wapate chakula. Haris bin Sima pia alikuwa pamoja naye. Ibn Hisham badala ya Haris ameandika jina la Munzir bin Muhammad. Kuhusiana na saria hiyo kunapatikana habari ya barua moja ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo yeye alikuwa amemwindikia Amr bin Tufail. Katika maelezo yake imeandikwa hivi ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewakabidhi sahaba watukufu barua moja kwa ajili ya Amir bin Tufail. Huyo alikuwa mpwa wa Abu Bara Amir bin Malik, na katika viongozi wa Banu Amir alikuwa kiongozi moja mwenye kibri sana. Kisa chake kilikuwa hiki ya kwamba mtu huyo alikuwa ameshakubali moyoni ukweli na uhakika wa mwaliko wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa ameshaelewa uhakika huo ya kwamba hivi karibuni mtume sallallahu alaihi wasallam atapata ushindi katika nchi nzima ya Uarabuni.
lakini katika muda huo huo yeye akaanza kuona ndoto za utawala wake. kichwani mwake ikaanza kuzalika fikra ya kishetani kwamba yeye aende kwa mtume saa salam na afanye naye biashara fulani. hivyo akaja kwa mtume na akasema kwamba mimi ninakupa mamlaka ya kuwa wewe utawale waishio vijijini na mimi nitakuwa kiongozi wa waishio mijini, au baada yako mimi niwe khalifa wako. la sivyo nitapigana nawe kwa farasi 1,000 wekundu na wanjano wa Ghatfan na ngamia 1,000. yeye akaweka mbele ya mtume masharti matatu. mtume sallallahu alaihi wasallam akakatalia masharti hayo ya kijinga ya Amr bin Tufail. hakukubali jambo lake na ye akarejea bila mafanikio yoyote. wakati wa saria bere mauna mtume sallallahu alaihi wasallam akaona kwamba ni vyema ya kuwa mtu huyo apiwe mwaliko wa dini. hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akamwindikia barua moja na kuwapa maswahaba zake. amiri wa jeshi Hatmunzir bin Amir akampatia Haram bin Milhan barua hiyo ya mtume sallallahu alaihi wasallam na akamtuma kwa kiongozi wa kabila Banu Amir, Amir bin Tufail. kwenye maelezo yake imeendikwa ya kwamba Hazrat Haram bin Milhan akachukua wenzake wawili pamoja naye, ambao mmoja wao alikuwa mlemavu wa miguu. jina lake lilikuwa Kaab bin Zaid. ilhali kuhusu mtu wa pili waandishi wengi wa sira wamekaa kimya, lakini katika maelezo ya Bukhari Fathul Bari chini ya mlango wa vita vya Rajii akieleza maelezo ya tukio hilo, jina la mtu wa pili ameeleza kama Munzar bin Muhammad. kwa vyote vile watu hawa watatu wakaondoka. Hat Haram alikuwa ameshawaambia wenzake wawili kwamba nini mubaki karibu yangu na mimi na waendea. kama wakinipa uhifadhi basi ni sawa, na kama wakiniua basi nini muondoke kwa wenzinu. kisha baadaye yeye bila kuwa na hofu yoyote akamwendea adui wa Mungu Amir bin Tufail. yeye alikuwa ameketi pamoja na watu wachache wa Banu Amir. Haram akaelekea kwao na akasema, je, nyini mnanipa ulinzi juu ya swala hili kwamba mimi niwafikishieni barua ya mtume sallallahu alaihi wasallam? wao wakasema ndio, sisi tunakupa amani. Haram akaanza kuongea nao. katika riwaya ya Musa bin Uqba inapatikana hivi kwamba Haram akaanza kuwasomea barua ya mtume sallallahu alaihi wasallam. inapatikana katika tarikh Tabria kwamba Haram akiongea na watu akasema kwamba eni watu wa Bere Mauna, mimi nimewajieni nikiwa na mjumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa Allah. mimi natoa shahada kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wake na mtume wake. nini muamini juu ya Allah na mtume wake. Haram bado alikuwa akiendelea na mahubiri, ambapo watu waliopo huko wakaonyesha nia yao mbaya na wakamwashiria mtu wao mmoja. yeye akafika nyuma ya Haram na akamvamia kwa mkuki wake ambao ukaingia mwilini mwake na ukatoka upande wa pili. sawa na riwaya moja, Haram akamwendea Amr bin Tufail na barua. hapo mzalimu huyu hakupenda kuona barua na akamshambulia Haram na akamua. Haram alipochelewa kurejea, Waislamu wenzake wakaja nyuma yake, na baada ya kutembea kidogo wakakabiliana na kundi lile ambalo lilikuwa likija kuwashambulia. wao wakawazingira Waislamu. adui walikuwa wengi katika idadi. vita ikatokea na maswahaba wa mtume sasa wakauawa shahidi. katika saria hiyo habari za kuuawa shahidi za Amr bin Fuhaira zinapatikana kama hivi. huyu alikuwa mtumwa wa Abubakar aliyeachwa huru, na ye alipata bahati ya kushiriki katika hijra ya Madina pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam na Abubakar Siddiq. huyo pia
alikuwa ameuawa shahidi katika tukio la bere mauna. wale watu walipouawa katika tukio la bere mauna na amr bin umaya zamri akauawa shahidi, amr bin tufail akamuuliza kwamba huyu ni nani, na yeye akamwashiria mtu mmoja. hapo amr bin umaya akamjibu kwamba huyu ni amr bin fuhera. amr bin tufail akasema ya kwamba mimi nikamwona amr bin fuhera, yeye baada ya kuuawa alikuwa ameinuliwa mbinguni. mtu huyo alikuwa bado hakusilimu, na ndipo akaona manzari haya. hata saa hizi pia mimi naona ya kwamba mbingu ni kati yake na kati ya ardhi. kisha ye akashushwa juu ya ardhi. taarifa yake ikamfikia nabii mtukufu sallallahu alaihi wasallam, na yeye akawaambia masahaba habari yake, na akasema kwamba wenzenu wameuawa shahidi, nao wamemwomba mola wao ya kwamba e mola wetu, uwaambie ndugu zetu kuhusu hali yetu, ya kwamba sisi tumekurizia na wewe umeturizia. hivyo mwenyezi mungu akawaambia wenzao. hiyo ni riwaya ya sahih bukhari. ni nani aliyemua hat amr bin fuhera? kuhusu hiyo kuna hitilafu. riwaya zingine zinasema kwamba amr bin tufail akamua, ilhali riwaya zingine zinasema kwamba jabbar bin salama akamua. hat musleh maud raziallahu taala anhu akieleza kifo cha kishahidi cha amr bin fuhera anaandika ya kwamba islam haikushinda kwa nguvu ya upanga, bali islam imeshinda kwa kupitia mafundisho yale mazuri ambayo yalikuwa yakipenya mioyoni na yalikuwa yakileta mabadiliko ya hali ya juu katika hulka. sahaba moja anasema sababu ya kusilimu kwangu ikawa hivi kwamba mimi nilikuwa mgeni kwa kaumu ile ambayo ikisaliti ilikuwa imewaua makari 70 wa waislam. wao walipowashambulia waislamu, hapo baadhi yao wakapanda juu ya mlima na wengine wakaendelea kupigana nao, kwa kuwa adui walikuwa na idadi kubwa na waislamu walikuwa wachache sana na hawakuwa na chochote, yani silaha wala kitu. hivyo wao wakamua waislamu wote mmoja baada ya mwingine. mwishowe akabaki sahaba moja tu ambaye katika hijra alikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa mtumwa wa hata abubakar aliyeachwa huru. jina lake ni amir bin fuhera. watu wengi kwa pamoja wakamkamata na mtu mmoja akampiga mkuki kwenye kifua chake kwa nguvu. hapo yeye maneno haya yakatoka mdomoni mwake kwamba fustu birabil kaaba, na hapa kwa mola wa kaaba mimi nimefanikiwa. msimuliaji anaandika ambaye wakati ule hakuwa muislamu anasema, niliposikia maneno hayo yakitoka mdomoni mwake nikashangaa sana na nikasema kwamba mtu huyo ni mbali na jamaa zake na mke na watoto wake, na amezingirwa na msiba huo mkubwa na mkuki umepigwa kwenye kifua chake, lakini yeye wakati wa kufa kama ametamka chochote basi ametamka kwamba na hapa kwa mola wa kaaba nimefanikiwa. je, mtu huyo ni mjinga? hivyo akasema kwamba mimi nikawauliza baadhi ya watu wengine kwamba hilo ni jambo gani na kwa nini maneno hayo yametoka mdomoni mwake. wao wakasema kwamba je, hujui kwamba waislamu hawa kwa kweli ni wajinga? wanapokufa katika njia ya mungu wanaelewa kwamba mungu amewarizia na wao wamefanikiwa. anasema kwamba jambo hilo likaniletea athari kubwa mpaka nikaamua kwamba nitakwenda kuona markazi yao na mwenyewe nitasoma kuhusu dini yao. hivyo anasema kwamba nikafika madina na nikasilimu kwa kusikia mafundisho ya islam. masahaba wanasema kwamba tukio hilo ya kwamba mkuki mmoja unapigwa kwenye kifua cha mtu na yeye ni mbali na watani wake na jamaa zake au mtu wa familia hayuko karibu, na maneno haya yanatoka kutoka ulimi wake kwamba fustu birabil kaaba, tukio hilo likamletea athari kubwa sana. yeye alipokuwa akisimulia
kisa hicho na alikuwa anafikia maneno haya kwamba fustu birabil kaaba. Kwa sababu ya haiba ya kisa hicho, ghafla mwili wake ulikuwa unaanza kutetemeka na macho yalikuwa yakitoka machoni. na Muslim Maud alisema kwamba islam imesambaa kwa sababu ya sifa zake wala si kwa nguvu. wakati wa kifo cha amr bin fuhaira maneno yaliyotoka kinywani mwake humo fustu birabil kaaba na fustullah yote yanapatikana. Zipo riwaya zote mbili na maneno hayo yalikuwa yametoka mdomoni mwa swahaba wengine pia. Hivyo Muslim Maud ameeleza ya kwamba kwa kusoma historia tunapata kujua ya kuwa maswahaba walikuwa wakienda vitani hivi ya kwamba walikuwa wakifahamu ya kuwa kuuawa katika vita ni sababu ya raha na furaha kwao, na kama katika vita shida fulani ilikuwa ikiwafikia wao walikuwa hawaichukulii kama shida bali walikuwa wakiichukulia kama raha. hivyo yanapatikana matukio mengi ya swahaba katika historia ambapo kuuawa kwao katika njia ya Allah wakaichukulia kama raha kwao. Kwa mfano mahufaz wale ambao mtume sallallahu salam alikuwa amewatuma kwenda kwa kabila moja la uarabuni wakati kwa ajili ya mahubiri. mmoja wao alikuwa haram bin milhan ambaye akamwendea kiongozi wa kabila amir bin tufail na masoba wengine wakabaki nyuma. mwanzoni amir bin tufail na wenzake kiunafiki wakamhudumia sana, lakini pale alipoketi kwa utulivu na akaanza kuwahubiri, hapo baadhi yao wenye shari wakamwashiria mtu mmoja mbaya, na yeye mara baada ya kupokea ishara akaja kumvamia haram bin milhan kutoka nyuma yake, na yeye akaanguka. wakati wa kuanguka maneno yakatoka mdomoni mwake kwamba Allahu akbar, fustu birabil kaaba, yani naapa kwa mola wa kaaba mimi nimefanikiwa. kisha watu hawa washari wakawazingira maswahaba wengine na wakawavamia. wakati huo mtumwa wa Abubakar aliyeachwa huru amir bin fuhaira ambaye katika safari ya hijra alikuwa pamoja na mtume sallam. kuhusu huyo inapatikana kwamba hata muaji ambaye baadaye akasilimu alikuwa anaeleza sababu ya kusilimu kwake ndiyo hii kwamba nilipomua amir bin fuhaira kutoka mdomo wake maneno hayo yakatoka kwamba fusto wallah, yani naapa kwa Mungu nimefanikiwa. matukio hayo yanatuambia kwamba kwa ajili ya maswahaba mauti badala ya kuwapatia huzuni ilikuwa sababu ya furaha kwao. mwenye kumua amr bin fuhara jabar bin salama ambaye baadaye akasilimu anasimulia kwamba kitu ambacho kikanivutia upande wa islam ndio hicho kwamba mimi siku ya bere mauna nikampiga amr bin fuhaira katikati ya mabega yake mawili mkuki, na nikaona incha ya mkuki ikapasua mwili wake, ikachana mwili wake na kutoka upande wa pili. kisha nikamsikia amr bin fuhaira akisema fusto wallah, kwamba naapa kwa Mungu nimefanikiwa. maneno hayo yakaingia masikioni mwangu na yakapenya moyoni mwangu, na nikashikwa na fikra kwamba maneno hayo yana maana gani, ye amepata mafanikio gani, mimi nimemua. hapo nikamwendea Zahak bin Sufyan Kilabi, mtu muislamu, na nikamsimulia tukio zima na nikamuuliza maana ya maneno hayo. ye akasema kwamba maana ya mafanikio hayo ni kupata pepo. kwa kusikia hayo nikasema kwamba kwa kweli naapa kwa Mungu ye alifanikiwa, na ye akanipatia mwaliko wa kukubali Islam na mimi nikakubali Islam. kuhusu saria hiyo, kuhusu saria ya bere mauna, Hatmiza Bashir Ahmad Sahib anaandika ya kwamba watu hawa walipofika kwenye sehemu ile ambayo ilikuwa mashuhuri kwa sababu ya kisima kama bere mauna, miongoni mwao mtu mmoja haram bin milhan ambaye alikuwa mjumba wa Anas bin Malik akiwa na ujumbe wa mwaliko wa Islam kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwendea amir bin tufail aliyekuwa mpwa wa Abu Bara Amiri, na maswahaba wengine wakabaki nyuma. haram bin milhan akiwa mjumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika kwa amir bin tufail na wenzake, mwanzoni wao wakamhudumia kiunafiki, lakini pale aliporizika, yani haram bin milhan aliporizika juu ya hali yao na akaanza kuwahubiri kuhusu Islam,
haram bin milhan aliporizika nao na akaanza kufanya mahubiri, baadhi yao wenye shari wakamwashiria mtu mmoja na wakaamua mjumbe huyo asiye na hatua kwa mkuki. Wakati ule juu ya ulimi wa haram bin milhan hayo ndiyo yaliyokuwepo kwamba allahu akbar fustu wa rabbil kaaba, yani allahu akbar, na apa kwa mola wa kaaba nimefanikiwa. amr bin tufail hakuishia juu ya kuumua mjumbe wa mtume saa salam tu, bali baadaye akawachochea watu wa kabila banu amir kwamba wao walishambulie kundi jingine la waislamu, lakini wao wakakataa kukubali jambo lake na wakasema kwamba sisi kwa sababu ya zamana ya abu bara hatutawashambulia waislamu. hapo amir akawachukua watu kutoka banu rel, zakwan na isia. sawa na riwaya ya bukhari ni watu ambao walikuwa wamemjia mtume salam kama ujumbe. ye akachukua pamoja nao na watu hao wote wakaenda kuwashambulia waislamu wachache. waislamu walipowaona watu hawa wakielekea kwao wakasema kwamba sisi hatuna shida nani, sisi tumekuja kufanya kazi moja kwa niaba ya mtume saa salam na hatukuja kupigana nani, lakini wao hawakusikia na wakawaua wote. daima hiyo ndiyo imeendelea kuwa njia ya wazalimu. kuhusu mashahidi wa bere mauna imeendikwa kwamba watu wa maghazi wameafiki ya kwamba kwenye saria hiyo tukiwaacha amr bin umaya zamri na kaa bin zaid, masahaba wote wengine walikuwa wameuawa shahid. kaa bin zaid siku ya bere mauna alipata majeraha na siku ya handaki akafariki dunia, na hat amr bin umaya katika zama ya muawia akafariki dunia. masahaba walioshiriki katika saria hiyo majina yao hayakuindikwa katika vitabu ya sira na historia, isipokuwa majina 29 yameindikwa waliouawa siku ile, na hiyo itakapopigwa chapa majina hayo yataindikwa kule. wakati huu sitaji majina hayo, ni majina 29, ni orodha ndefu. kwa vyote vile maswahaba waliosalimika, kuhusu maswahaba hawa imeindikwa ya kwamba katika saria maswahaba walioshiriki ni maswahaba wawili tu, hat amr bin umaya zamri na hat munzar bin muhammad, na baadhi ya waandishi wa sira wamesema kwamba alikuwa haris bin sima. wakati ule walikuwa wamejitenga na kundi lao ili kuwalisha chakula ngamia. wao wakaangalia sehemu ile kwa umbali, ndipo wakaona kwamba ndege wanaendelea kuruka hewani. walikuwa wakielewa ishara hizi, wakajua mara moja kwamba vita imetokea. wakarejea na wakaona kwamba kitendo cha kikatili kilichofanywa na makafiri wazalimu kilikuwa mbele ya macho yao, na kwa kuona kutoka mbali wakashauriana kwamba tufanye nini. moja akasema kwamba tukimbie kutoka hapa na tukifika madina tumpatie mtume saa salam taarifa ya tukio hilo, lakini mwingine hakukubali rai hiyo na akasema kwamba mimi sitakimbia kutoka hapa ambapo amiri wetu munzar bin amr ameuawa shahidi. hivyo akasonga mbele na akapigana nao na akauawa shahidi. hiyo ni kumbukumbu ya sirat khatama nabiyin. tukimwacha amr bin umaya zamri, mtu mwingine watatu akasalimika ambaye alikuwa mlemavu wa mguu. jina lake lilikuwa kaa bin zaid. baadhi riwaya zinasema kwamba makafiri walikuwa wamemshambulia vile vile. huyu alikuwa pamwe na haram bin milhan, ye akapata majeraha makali. makafiri wakaona kwamba labda amekufa na wakamwacha, lakini alikuwa amepata majeraha makali, lakini bado alikuwa hai, na yeye akainuliwa kutoka maiti za mashahidi, na yeye baadaye akaendelea kuishi, na kisha katika vita vya handaki akapata kifo cha kishahidi. kuhusu hat amr bin umaya jinsi alivyokamatwa imeendikwa kwamba hat amr bin umaya alikamatwa na wapinzani walipomuuliza hat amr akasema kwamba mimi natokana na kabila banu mazr. hapo amr bin tufail akamkamata amr na akakata nywele za paji lake, kisha
akamwacha huru kwa sababu ya mama yake ambaye alikuwa ameomba naziri ya kumwacha mtumwa mmoja. Waarabu pale walipokuwa wakimfanya mtu kuwa mtumwa na baadaye wakiamua kumwacha huru, walikuwa wanakata nywele za paji lake. kisha amr bin umaya akaondoka kutoka huko mpaka akaenda kuketi kwenye chini ya mti moja. wakati ule watu wawili wakaja huko na wakaja kuketi karibu ya hat amr akawauliza. wao wakasema kwamba sisi tunatokana na banu amir. sawa na riwaya moja wao wakasema kwamba tunatokana na banu sulaim. mtume saa salam alikuwa na ahadi na watu hawa, na chini ya ahadi hiyo mtume alikuwa amewapatia amani, lakini amr bin umaya hakuwa na taarifa ya mkataba huo. amar akaanza kusubiri mpaka wao walale. walipolala amar akawaua wote wawili. kichwani mwake wakati ule ilikuwa ni wazo hili tu kwamba yeye kwa kufanya hivyo amelipiza kisasi cha maswahaba kutoka kwa banu amir. kisha amar alipofika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwambia kuhusu tukio hilo na akamwambia kwamba yeye amewaua watu wawili. mtume akasema kwamba wewe umewaua watu wawili ambao tutalazimika kulipa fidia yao. hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akalipa fidia yao. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuhusu tukio la maswahaba zake kwamba hicho ni kitendo cha abu bara, na nilikuwa sipendi kwamba ni watume maswahaba zangu pamoja naye, na nilikuwa na wasiwasi kwamba makabila haya yasije yakawaletea maswahaba zangu hasara. abu bara alipojua kwamba mpwa wake amr bin tufail amevunja uhifadhi wake akahuzunika sana, na alipojua kuhusu maswahaba za mtume saa salam ye akahuzunika sana. hivyo mwana wa abu bara rabia akamvamia amr bin tufail ambaye alikuwa binamu yake. rabia akampiga amir mkuki ambao ukaja kupiga mapaja yake. amir akaanguka chini na akasema, nikifa basi damu yangu itakujua abu bara, na nikisalimika basi nitalishughulikia swala hilo mwenyewe. lakini amr bin tufail baada ya tukio hilo akaendelea kuishi, lakini dua mbaya ya mtume sasam ikamfikia na ye akapata marazi ya tauni, na yeye katika hali hiyo ya ukafiri akafa. abu bara pia yumo kwenye tukio hilo. mwanzoni alitakiwa kuja na angewazuia watu hawa. ama abu bara yani amr bin malik, kuhusu huyo kuna kauli za aina mbili. baadhi ya maulamaa wamemwingiza katika swahaba, kama vile riwaya moja inasema kwamba abu bara amr bin malik pamoja na watu 25 wa kabila banu bakar na banu jafar akaja kwa mtume sallallahu salam, na mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua amr bin malik na zihaq bin sufian kelabi kama mtendaji wa banu bakr na banu jafar. riwaya hizi zinaeleza kwamba huyu alikuwa amesilimu, ilhali sawa na kauli nyingine abu bara hakusilimu, na hizi ni riwaya zote mbili. Ahmad Bashir Ahmad sahib anasema hivi kwamba mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake walipata taarifa ya tukio la rajii na tukio la bere mauna katika wakati mmoja, na mtume sallallahu alaihi wasallam akahuzunika sana juu ya matukio hayo, mpaka katika riwaya imeelezwa kwamba huzuni ya namna hiyo haijawahi kumfikia mtume sasam hapo kabla wala baadaye. kwa kweli maswahaba 80 kuwawa kwao kwa udanganifu, na maswahaba ambao wengi wao walikuwa mahufazi wa Qurani tukufu na walitokana na tabaka la unyonge. hata kama tuangalie utamaduni wa Uarabuni, tukio hilo halikuwa dogo, na hata kwa ajili ya mtume saa salam habari hii ilikuwa ni kama kifo cha watoto wake 80, bali hata zaidi yake, kwani kwa ajili ya mtu wa kiroho uhusiano wa kiroho unakuwa na umuhimu zaidi kuliko uhusiano wa kidunia. hivyo mtume sallallahu salam akahuzunika sana juu ya matukio hayo, lakini katika islam kwa vyote vile amri ni kufanya subira. mtume kwa kusikia habari hiyo akasoma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na kisha akisema maneno haya akanyamaza, kwamba hiyo ni natija ya kazi ya abu bara, waila mimi nilikuwa sipendi kuwatuma watu hawa na nilikuwa na hofu kuhusu watu wa Najd.
matukio ya bere mauna rajii yanadhihirisha ubaguzi na uadui wa hali ya juu wa makabila ya warabuni ambao walikuwa moyoni mwao dhidi ya islam na wafuasi wa islam. hata walikuwa hawasiti katika kutumia udanganifu na uongo wa hali ya juu dhidi ya islam na waislamu, japokuwa walikuwa na busara sana, lakini saa nyingine kwa sababu ya zana yao nzuri walikuwa wakikamatwa na windo wao. mahufazi wa Qur'an tukufu wenye kuswali sala ya tahajudi na wenye kumtaja Allah katika misikiti, na kisha watu hawa walitokana na tabaka dogo la unyonge ambao wazalimu hawa wakawaita katika watani wao, na kisha walipofika katika watani wao kama wageni wakawaua kwa ukatili sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahuzunika sana juu ya matukio hayo, lakini wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuchukua hatua yoyote ya kivita dhidi ya wauaji wa Rajii na Bere Mauna. baada ya kutokea matukio ya Rajii na Bere Mauna, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kunut katika sala kwa mwezi mmoja. Sawa na riwaya moja, habari taarifa ya tukio la Rajii na Bere Mauna likamfikia Mtume saa salam usiku mmoja, na katika matukio hayo mawili maswahaba watukufu waliuawa kwa udanganifu na kwa usaliti. katika Rajii walikwepo maswahaba 10 tu, ilhali katika saria Bere Mauna walikwepo maswahaba 70 na ilhali wawili tu wakasalimika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahuzunika sana juu ya tukio la Bere Mauna. tunaweza kupiga hisabu ya huzuni yake kutoka riwaya hii, ambapo Anas anaeleza kwamba sijawahi kuona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam awe amehuzunika jinsi ambavyo alivyohuzunika juu ya mashahidi wa Bere Mauna. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi mzima katika sala ya alfajiri alifanya kunut, ambamo akaendelea kuwalaani Reel, Zakwan na Banu Lihyan. Anas bin Malik anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya dua mbaya dhidi ya Reel, Zakwan kwa mwezi mmoja. katika Sahih Muslim maneno ya dua yameelezwa hivi kwamba: e Allah, utume laana juu ya Banu Lihyan, Reel na Zakwan na Isiya ambao wakamwasi Allah na mtume wake, na Allah alighufirie kabila la Ghafar na asalimishe kabila Aslam. Hazrat Bashir Ahmad Sahib akieleza kuhusu matukio ya Rajii na Bere Mauna, jinsi mtume alivyopokea taarifa hiyo, anasema kwamba siku ile ilipofika taarifa hiyo hadi siku 30, Mtume sallallahu alaihi wasallam kila siku wakati wa sala ya alfajiri aliendelea kutaja majina ya makabila Reel, Zakwan, Isiya na Banu Lihyan, na akaendelea kufanya dua mbele Allah kwamba: ewe Mungu wangu, urehemu hali yetu na uzuie mkono wa maadui wa Islam ambao kwa ajili ya kufuta dini yako wanaendelea kumwaga damu ya Waislamu wasio na hatia. Hilo ni tukio la Bere Mauna. Kama nimeendelea kusema kwamba mufanye dua kwa ajili ya wale wanaoendelea kuzulumiwa wa Palestina, Mwenyezi Mungu afanye mpango wa kuwakamata wazalimu. Wasio na hatia wanaendelea kuuawa kama vile maswahaba walivyouawa kwa udanganifu. Kwa udanganifu wanapelekwa sehemu moja kisha sehemu nyingine, na kisha mabomu yanarushwa juu yao. Mwenyezi Mungu awarehemu. Kwa ajili ya hali ya dunia mufanye dua. Dunia inaendelea kuelekea upande wa maangamio na uwezekano wa kutokea vita unaendelea kuzidi. Mwenyezi Mungu awasalimishe Waahmadia kutoka athari mbaya za vita na kutoka shari yake. Mufanye dua kwa ajili ya Waahmadia wa Pakistan. Siku hizi tena matatizo yamezidi kwa ajili yao. Mwenyezi Mungu awarehemu na awaokoe kutoka wazalimu.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر